Unaweza kuketi sasa mahali ulipo. Alhamisi tulikuwa tunajifunza somo linasema upendo. Baada ya Yesu kufanya kazi kwa miaka 3.5 na kupata mitume 12 na mmoja akawa msaliti akajinyonga akafa. Baada ya wanafunzi kukimbia na wengine kurudi kwenye shughuli zao, Petro alirudi kuvua na wengine wakaendelea na mambo yao mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa walijua Yesu ndio ameenda, hawezi tena kurudi. Lakini Yesu aliporudi kwa mara ya pili baada ya kufufuka, alikuwa akiwatokea wanafunzi. Akiwatokea nani? Lakini akamtokea Petro, aliyekuwa mwanafunzi mpendwa. Akamuuliza swali moja la pekee sana. Akamuuliza, "Je, wanipenda?" Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akumuuliza, "Kwa nini umeacha kufanya kusudi?" Yesu alimuuliza swali moja, "Je, unanipenda?" Petro akasema, "Ninakupenda Bwana." Yesu akamuuliza mara ya pili, "Je, Petro unanipenda?" Akaambia, "Ninakupenda Bwana." Mara ya tatu Yesu akamuuliza, "Je, Petro unanipenda?" Petro akajibu, "Unajua wewe Bwana kuwa mimi ninakupenda." Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu muhimu kwenye ufalme wa kimungu kama kitu kinaitwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama kitu kinaitwa nini? Upendo. Hakuna kitu muhimu kama kitu kinaitwa upendo katika ufalme wa Mungu. Moja ya nguzo kubwa za kiroho katika mambo ya rohoni, moja wapo ni nguzo ya upendo. Kama hautaweza kuwa na upendo na Mungu wa kweli, hautaweza kumwamini Mungu, hautaweza kumsubiri Mungu. Utakuwa ni mwepesi wa kukata tamaa kwa sababu upendo haujaiva ndani ya moyo wako. Moja ya eneo ambalo watu wengi wanapungukiwa ni eneo la upendo wa kweli kwa Mungu. Kuna watu wananielewa hapa? Upendo wa nini? Wa kweli kwa Mungu. Watu wengi wanampenda Mungu ni kwa sababu aidha kuna mambo ametendewa, aidha kuna vitu wameona Mungu amefanya kwao. Lakini kama wao ndani yao upendo wa kweli na Mungu haupo, ni mdogo sana. Na moja ya nguzo kubwa ya kiroho nimesema ni nini? Upendo. Yesu akamuuliza Petro, "Je, unanipenda?" Yesu hakutaka kuongea mambo mengi na Petro. Alitaka kujua tu jambo moja, "Je, unanipenda?" Upendo unaweza ukamrejesha mtu kwa Mungu. Upendo unaweza ukamfanya mtu amtafute Mungu kwa sababu ndani yake ana nini? Unaonaje kama ndugu yako unayempenda kwa moyo wote akawa amepotea aonekane, utafanya nini? Kama ndugu yako unayempenda akawa amepotea na aonekane, na ni mtu ambaye unampenda kwenye moyo wako, je, utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Je, kama ndugu yako unayempenda amefariki, utafanya nini? Je, kama mtu wa karibu unayempenda amepatwa na mabaya, utafanya nini? Lakini umsaidii tu kwa sababu unacho. Kinachofanya umsaidie ni ule upendo wa ndani. Sasa watu wengi wamekosa upendo ndani yao juu ya kumpenda Mungu. Ndio maana maisha yao ya kiroho yanakuwa yanasuasua. Ni watu wanaoenda mbele miezi miwili, mwezi unaofuata wanarudi nyuma. Ni watu wanaoenda mbele miezi mitatu, wanne wanarudi nyuma, kwa sababu ndani yao ni upendo uliopoa, wala sio upendo ulio wa moto. Wana maombi ya wiki ijayo maombi yamekufa. Wana ibada za moto mwezi ujao ibada zimekufa, kwa sababu ndani yao upendo haupo. Ukimtafuta Mungu kwa sababu ya upendo, hautachoka kumtafuta Mungu. Ukimtafuta Mungu kwa upendo, hata kama kuna vitu hajatenga, bado utaendelea kumtafuta, kwa sababu utajua kwamba sipo na Mungu kwa sababu ya vitu, nipo naye kwa sababu ya upendo. Sasa upendo ukipoa ndani ya mtu, huyo mtu lazima afe kiroho. Haleluya. Kuna vitu vingine unafanya si kwa sababu unapenda, ila kwa sababu tu upendo. Amen. Kuna vitu vingine unafanya sio kwa sababu unacho unapenda, ni kwa sababu ya nini? Sasa Mungu anahitaji watu ambao wanaweza kumpenda kama yeye alivyotupenda. Anasema Yohana 3:16, Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Jambo la kwanza la Yesu kuja ulimwenguni alikuwa kuja kukomboa watu, ilikuwa ni sababu ya upendo wa Mungu. Mungu kwa upendo wake akasababisha mwanae aje duniani afe kwa
ajili ya maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa wengi, anasema kwenye kitabu cha Timotheo. Timotheo ngapi? Fungua Timotheo wa pili. Fungua Timotheo wa pili. Habari ya siku za mwisho. Lakini ufahamu neno hili. Ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Amen. Wenye kupenda fedha. Watakuwa wanapenda fedha. Wenye kujisifu. Wanaojisifu. Wenye kiburi. Wenye viburi. Wenye kutukana. Wanaotukana. Leo unaona kizazi cha leo, matusi ni kitu cha kawaida sana. Yaani mitaani humo au nyamuoni, watoto matusi ni kitu. Watu wazima unamkuta baba aliyeoa na mke na watoto, yuko kwenye kibaraza mahali wanatukanana matusi mazito. Na ni jambo la nini? Kama ongea vizuri labda unatukana kwa nyumbani. Sisikie unatoa sauti nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto kakosea, mama anatoka tu nje ya mlango, anatia tusi zito. Na majirani wengine wanasikia. Na imekuwa ni jambo la nini? La kawaida. Kwenye madaladala konda, kapunguziwa hela yake, abiria anatiwa tusi. Abiria anatia tusi. Yaani watu wamekuwa ni kutukana kwao kimekuwa ni jambo la kawaida. Wala haliwezi kustua. Na wakati ukitukana ukienda polisi unatakiwa umshtaki aliyekutukana. Lakini leo hii watu wanatukanana. Na imekuwa ni jambo la nini? Ungekaa unisikilize vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Ya upendo umepoa. Anasema wengi watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wenye kupenda fedha. Wenye kupenda mambo mazuri kutoka kwa Mungu, lakini hawana upendo na Mungu. Wenye kupenda wakienda ibada waone miujiza inawapata, waone mambo yao yanaenda, lakini wao kumpenda Mungu hakupo. Wanataka wakienda kwenye ibada wajisikie wako ibadani, wakitabiri watabiri, lakini wao ndani yao upendo na Mungu haupo. Amen. Anasemaje? Anasema wasiotii wazazi wao. Wasiotii wazazi wao. Wasio na shukrani. Wasio na shukrani. Watu wengi wa leo hawana shukrani. Shukrani kwao imekuwa ni takataka. Hata watendee nini? Shukrani kwao imekuwa nini? Hata wasaidie vipi? Hao ndio baadaye wanageuka wanakuwa maadui. Hao ndio baadaye wanageuka wanakusema. Hao ndio baadaye wanageuka wanakutukana. Hata wengine ni watumishi. Watu wanaenda wana magonjwa, wanaombea, wanapona. Hao baadaye ndio wanageuka wale watumishi sana ni Freemason. Na wakati mtu alienda pale ameponea hapo. Hao ndio baadaye wanageuka wanasema mtumishi sio mtu. Wanasahau wema, wanasahau matendo. Watu wengi wa leo hawana shukrani. Hata ukifanyia wema 200, kwa baya moja litakuwa ni gumzo na bango kubwa kwenye mtaa. Bango litabandikwa Ilala yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baya hili, wale ambao walikuita, wale ambao walikwambia utusaidie, hao ndio baadaye wanageuka wanakuwa maadui. Kwa sababu roho iliyomwagwa ni watu wasio na shukrani. Andea anasemaje? Anasema wasio safi. Wasio safi. Wasiopenda wakwao. Wasiopenda wakwao. Wasiotaka kufanya. Mtu anaweza kaenda baa ananunulia watu kreti za bia, lakini hawezi kununulia familia yake. Hawezi saidia ndugu zake. Lakini mtu baa anajiona ni mtu mzuri. Anatumia fedha sana, anatumia fedha. Amina. Anaweza kununulia watu baki pombe. Anaweza kununua malaya kamuunga nyumba magari, lakini hawezi saidia watu wa kwao. Hawezi kuwakumbuka watu wa kwao. Anaweza kukopa hela aende kutunza kwenye vigodoro, aende kutunza kwenye vigoma, lakini hawezi kukopa hela asaidie mtoto wa ndugu yake aende shule. Ndio watu wa leo, ni watu ambao wamepungukiwa upendo ndani yao, kwa sababu wamekosa kupendana wao kwa wao. Wanapoteza upendo hata kwa Mungu aliyewaumba. Hello? Mtu anaweza kufurahia baa inafunguliwa, lakini kifunguliwa kanisa kwake ni shida. Baa ikifunguliwa anafurahia na wanaenda kuzindua na kunywa na bia.
Kikipita Kigoma wanakikimbiza, wanataka kuangalia Kigoma kina wadada wa aina gani. Lakini kanisa kwao ni shida. Nyumba za ibada kwao ni nini? Ndio utajua upendo wa wengi umefanyaje. Elia anamwambia Mungu, watu hao wameua manabii wako wa kweli. Maana kulikuwa na manabii wa kweli na wanaona ukweli wa manabii, lakini wanaenda wanawaua, wanataka kubaki na waganga wa kienyeji. Kwa sababu ya upendo. Kama hutakuwa na upendo na Mungu unayemwabudu, never Mungu hawezi kukutana na maisha yako. Amen. Mungu atafuti watu wanaotaka kupokea, Mungu anatafuta watu wanaompenda. Mungu atafuti watu wanaotaka kupokea, Mungu anatafuta watu wanaompenda. Ili aweke nao commitment ya maisha, ili aweke nao maagano kwenye maisha yao, ili apatane nao vitu vikubwa endapo akiona kwanza upendo. Anasemaje? Anasema wasiotaka kufanya suluhu. Wasiotaka suluhu. Wasingiziaji. Watu wasingiziaji. Wasiojizuia. Wasiojizuia. Wakali. Watu wakali kama moto. Wasiopenda mema. Hawapendi mema. Mambo mema kwao ni tatizo. Yaani mahubiri kama hivi kwao ni shida. Naelewa? Ile nikipigwa hapa muziki wa Falipupa, pigwa muziki wa nani hapa hapo Safi Godo, yaani hapo hawana shida, wasemi kelele. Lakini injili kama hii wanakata, hawataki mambo mema. Wakiona mtu mwema wanaenda wanamuua. Wanasema huyu anajifanya mwema, huyu lazima tumuue. Ndio watu wa kizazi cha leo, ni kwa sababu ya upendo umeondoka. Anasema wasaliti. Ni wasaliti. Dunia leo imetawaliwa na usaliti. Sio kwenye mahusiano, sio kwenye ndoa, sio kwenye biashara, sio kwenye familia. Watu ni wasaliti. Hata umfanyie jema lipi, bado ni msaliti. Anatafuta na tatizo. Anasema mume wangu ana tatizo fulani, mke wangu ana shida fulani, ngoja ni msaliti. Ndio watu wa leo hawariziki na kile Mungu amewapa. Wana roho ya usaliti na watafuta ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao unawasaidia wakijua unazo nyingi, hao ndio wanakutumia majambazi. Anasema huyu afe. Ni watu waliotawaliwa na roho za usaliti ndani yao. Anasemaje? Anasema ukaidi. Ukaidi. Wanajivuna. Wanapenda anasa. Anasa. Wasa kabichi siku 3, wanaweza wakaenda kuspendi siku 4. Ukiwaambia mifungo hakuna. Ukiwaambia maombi hawataki. Lakini ukiwaambia baada ya kwenda kuspendi, kula maisha, watu wanapenda kula maisha, kujivinjari. Lakini mambo ya Mungu hayapo ndani yao. Anasemaje? Anasema wenye mfano. Rudi nyuma. Anasema wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Kitu Mungu anatafuta ndani ya mtu mmoja ni moyo wa upendo unaomwelekea yeye. Mungu akikosa moyo wa upendo ndani yako ambao unamtafuta yeye, never hawezi kukutana na wewe. Na kuna mambo unaweza ukahisi Mungu yuko na wewe lakini Mungu alikuacha. Mungu anatafuta kwanza upendo wa ndani. Unasema naenda kwenye ibada si kwa sababu ya chochote, ila ni kwa sababu ya upendo. Ninataka niombe si kwa sababu naomba na mahitaji, si kwa sababu nina mambo nataka Mungu afanye. Ninaomba kwa sababu ya upendo. Sitoi ili Mungu anilipe, sitoi ili Mungu anirudishie. Ninatoa kwa sababu ya upendo. Sifanyi ili watu waone, ninafanya kwa sababu ya upendo. Mungu anapoona upendo ndani yako, ni lazima Mungu atakutana na wewe. Hata kama hujamuomba, hata kama hujamwambia shida yako, lazima yeye ataingia na atakutana na maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu anaona nini? Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Anatafuta kwanza upendo wa kweli yeye na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakata tamaa kwa sababu una upendo na Mungu. Ukiwa na upendo utakuwa mvumilivu. Huwezi kumkatia tamaa mtu unayempenda. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaona familia zinateseka na watoto wao. Ni mara ya kulebe lakini baba anahangaika. Asa mwanangu ataacha tu. Sio kwa sababu anapenda, ni kwa sababu ya upendo alionao na mwanae. Asa mwanangu ataacha tu. Wewe huyu muacha atakubalizia, mwanangu atabadilika, ni kwa sababu ya upendo. Mungu anatafuta watu ambao ndani yao wana mioyo ya upendo.
Hao ndio watu Mungu anaweza kuzungumza nao. Hao ndio watu Mungu anaweza kaeka nao mapatano. Ndio watu ambao Mungu anaweza kusema nao jambo. Ndio watu ambao Mungu anaweza kufanya nao kitu. Anapoanza kugundua moyo wenye upendo. Ukimpenda Mungu na Mungu atakupenda. Na Mungu akikupenda sivyo kama wanadamu wanavyokupenda. Kwa sababu Mungu akikupenda hutaomba hela lotion. Mungu akikupenda hutomwambia Mungu ninahitaji. Yeye mwenyewe anasema nina mpenzi wangu. Huyu mpenzi wangu naona biashara imechakaa. Ngoja nimuinue kwa jina la Yesu. Naona ndoa yake inataka kuharibika. Ngoja nipeleke amani kwa jina la Yesu. Ninaona ana mavazi mazuri. Anasema huyu ni mpenzi wangu. Lazima nimpe mavazi mazuri. Naona anakata tamaa. Ngoja nishuke nimfariji. Utaona Mungu anashuka. Mungu analeta viwango. Mungu anakupigania. Wao watasema mpenzi wako mbinguni, watasema my sweetheart, huyu ni mpenzi wangu. Hawezi kuuawa na wachawi, hawezi kufa kwa magonjwa, hawezi kufa kwa kansa. Mungu atashuka, anaiondoa kansa, anakemea magonjwa. Waliopanga mipango mibaya Mungu anawatokea, anawasambaratisha. Maana anasema hawa ni wapenzi wangu. Unahitajika kuwa na pendo wewe na Mungu kwa jina la Yesu. Utaona Mungu anashuka na anafanya vitu. Amen. Kwa sababu Mungu akikuangalia anaona penzi la kweli. Anaona nini? Penzi la kweli. Amen. Mungu anasema huyu ni wewe wapi habari mpenzi wako anapigwa? Sasa anatoka kifua wazi. Nani yuko wapi? Anapigiwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe na watu wanafumaniana mpaka wanauana. Sasa Mungu atakubali watu kutende mabaya kwa sababu wewe ni mpenzi wake. Amen. Mungu hahitaji tu uwe rafiki. Mungu anahitaji muwe na mahusiano ya kama wapenzi, muda wote mnakuwa karibu. Mungu akigundua moyo wako unampenda yeye na yeye atakupenda. Nataka nikwambie Mungu akikupenda haitakuwa jambo la kawaida. Hata kama familia itakupenda, lakini Mungu akikupenda wewe hautakuwa mtu wa kawaida kwa jina la Yesu. Hautakuwa mtu wa kawaida kwa jina la Yesu. Mungu atasema hakika lazima nimpendezeshe mpenzi wangu. Lazima nimpe mali, lazima nimpe furaha, lazima nimpe afya, lazima nimpe miaka mingi. Nataka nikwambie asubuhi leo, wewe tafuta kumpenda Mungu. Wewe tafuta kumpenda Mungu. Acha wengine wapende nyumba zao, acha wengine wapende watoto wao. Wewe wekeza kumpenda Mungu. Wewe wekeza kumpenda Mungu. Acha wengine wapende kazi zao, wengine wanapenda simu zao, wengine wanapenda wake zao. Wewe wekeza kumpenda Mungu. Amen. Wekeza kumpenda Mungu. Amen. Hello? Ni faida ambayo haiwezi kupotea. Wewe kisha tu maisha yako wekeza kumpenda Mungu. Hata kama una watu hawakupendi, wewe wekeza kumpenda Mungu. Mungu akikupenda wewe inatosha. Hata kama una watu wanakataa kukupenda, Mungu akikupenda wewe inatosha. Kwa sababu hata siku ukifa, yeye ndio anajua unaenda wapi. Hata siku ukiondoka kwenye dunia, yeye Mungu anajua unaenda wapi. Mateso ya watu wengi yanakuja kwa sababu wamepoteza kumpenda Mungu.